Kwingineko tunaarifiwa kwamba Wizara ya Biashara imeanza kupokea maoni kutoka kwa wafanyabiashara wa Garissa kuhusu mswada wa kitaifa wa maendeleo ya biashara wa mwaka 2025 ambao unalenga kuondoa vikwazo vingi kwenye sekta hiyo. Katika kikao hicho, wafanyabiashara hao walilalamikia idadi ya vizuizi barabarani vinavyotoza ushuru, hatua inayosababisha mazingira kufanyia biashara kuwa magumu zaidi. Hii license ya serikali ya trade na ile license ya county government ni gani ambayo ni strong, inaweza kusaidia wanabiashara wasije wakateswa katika hii barabara? Kwa kuwa unakuta saa zingine mama mboga anaweza leta mboga yake kutoka nyumbani, kitambo ifike Garissa imeoza kwa barabara. Sasa ndio nilikuwa nataka kujua, kwa sababu yale nilikuwa nataka kuzungumza mengi huyu ameguzia. Je, mnaweza kusaidia aje wanabiashara kwa hiyo upande hiyo? Mambo na transportation of goods although Kenya inajulikana number 1 kwa corruption. Umebeba mzigo, ile pesa utalipa ndio ufikishe mzigo Nairobi. Kuna weighbridge karibia 100. Kwani weighbridge ya Garissa kinipimia vitu zangu? Why again in Mwingi? The financial bill for the counties, that is the source that's projected as a source of revenue. So what are you going to do about to mitigate those through the counties? I know the counties are part of the committees. I think we also need to explain what mitigation measures are there for the county. Ninga propose hiyo bill kwanza iende katika county assemblies, kwa sababu kila county iko na challenge zake, ili tujue maybe ile license watakata ukiwa Nairobi itasaidiaje yule mtu ako Garissa. Hii bill ambayo tunaongelea saa hii tumejumuisha hiyo mambo ya licenses. Tuache kuwa na duplication ya licenses. Kama ni counties zinapeana license, iachue counties. Kama ni national government, kuwe na za national government. Na pia ifanywe kuwa hakuna mtu analipishwa mara mbili kwa sababu ya license. Na baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza